Unafikiri silaha yenye nguvu zaidi ya Marekani ni makombora yake? La, ni ule mkwanja wake unaoitwa dola. Miongo kadhaa Marekani imekuwa nguvu ya kwanza kijeshi na kisiasa duniani, lakini nyuma ya nguvu hiyo kuna silaha hatari zaidi, dola. Ni alama ya utawala uliotawala dunia tangu mwisho wa vita vya pili vya dunia. Lakini leo nguvu hii si kamili kama ilivyokuwa kitambo. Katika uwanja wa White House, Donald Trump alisimama mbele ya kamera. Alikuwa ameshika bango kubwa lenye majina ya nchi na viwango vya ushuru mbele ya kila nchi. Aliita siku hiyo siku ya ukombozi. Kisha vita vya kibiashara vikaanza, dhidi ya China, dhidi ya Canada, dhidi ya Mexico, na hata nchi za Afrika hazikusalimika. Lengo lililotangazwa kupunguza nakisi ya biashara ya Marekani. Lakini dunia haikukaa kimya. Ushuru ulijibiwa kwa ushuru wa kulipiza. Masoko ya hisa yalianguka, na muhimu zaidi, thamani ya dola ilishuka. Tangu mwisho wa vita vya pili vya dunia, dola imekuwa sarafu salama zaidi duniani. Hilo liliipa Marekani ushawishi mkubwa wa kiuchumi na uwezo mkubwa wa kuweka vikwazo vya kifedha. Lakini nchi zilizo chini ya vikwazo zimeanza kutafuta njia mbadala. China na Urusi zimedumu kwa miaka chini ya shinikizo la kiuchumi. Kivipi? Kwa kuunda miungano ya kiuchumi mbadala, na mbele yake kundi la BRICS, muungano unaoongozwa na China pamoja na nchi kadhaa. Swali kubwa sasa ni hili: je, sera za Trump zinadhoofisha dola kwa mikono yake mwenyewe? Ikiwa unaamini dola bado haiwezi kushindwa, shiriki video hii, na kama unaona dunia inabadilika, tuandikie kwenye comment.